Ndugu mpendwa mtazamaji, ninafuraha sana kukaribisha katika chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, chaneli inayotoa ushuhuda wa Bwana yetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo kuanzia kwenye mioyo yetu na kwenye maisha yetu ya kila siku. Ninafuraha sana leo kujumuika nawe tena kusikiliza neno la Mungu. Katika siku ya leo Mungu atafanya mambo makubwa, mambo mazuri. Tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu, tumekuwa jumla tuna masomo 5 ambayo yameshatangulia nyuma, na leo tunakamilisha somo letu la 6. Tulianza kujifunza mwanzoni kabisa kuanzia nini maana ya imani, umuhimu wa imani, tukaangalia utofauti kati ya kuamini na imani, tukaja tukajifunza duality of existence, na tumeangalia jinsi ya kutembea kwa imani ili kuishi maisha ya ushindi, na leo tunaenda kuhitimisha somo letu. Na mimi ninayo furaha sana ndugu mtazamaji, na ninakushangiliza sana kwa sababu umekuwa na mimi katika safari yote hii ya vipindi hivi 6. Na kipindi cha leo ni kipindi ambacho sasa tunaenda kuhitimisha, ni kipindi ambacho ni muhimu sana. Kwa hiyo kaa katika mkao ambao utakuwezesha kusikia neno la Bwana na Mungu atakuhudumia. Mungu yupo mahali hapa, sio kama mtazamaji, yupo mahali hapa kwa ajili ya kukutana na maisha yako, kwa ajili ya kukutana na shida zako. Maandiko yanasema mtukeni yeye fadhaa zenu zote, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Bwana Yesu yupo mahali hapa, sio kama mtazamaji. Yupo mahali hapa kwa ajili ya kuponya unaposikia neno hili la Mungu. Yupo mahali hapa kwa ajili ya kukuhuisha, kukutia nguvu, kukurekebisha, kukuonya, na zaidi sana kufanya maisha yako kuwa bora. Sasa leo tutaenda kuanza kwa kuangalia kutoka pale ambako tumeishia katika kipindi kilichopita. Kipindi kilichopita tuliangalia jinsi gani tunaweza kuishi kwa imani ili kupata maisha ya ushindi. Jambo la msingi sana tukaona kwamba tunapaswa kuviangalia vile visivyoonekana kwa macho. Tuviangalie vile ambavyo havionekani kwa macho haya, na vile vinavyoonekana kwa macho haya tunapaswa kuvipuuza. Hatupaswi kuvipa nafasi ya kuamua na kudictate maisha yetu. Sasa kuna jambo la msingi sana juu ya somo lililopita na connection ya kipindi cha leo, kwa sababu ukishaona vile visivyoonekana utaweza kutambua vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye maisha yako, kwenye nchi au mahali popote pale, na hiyo itabadilisha mwenendo wako na jinsi unavyoenenda kabisa. Nimekuwekea hapa pointi 2 ambazo nataka tuende tukaziangalie sasa kwa undani kabisa. Pointi ya kwanza ni kwamba imani inakuwezesha kuona na kutambua yale Mungu anayofanya ambayo kwa macho ya nyama na damu hayaonekani. Ndarudia, kuna pointi 2 nimekuwekea hapa, very very important. Imani inakuwezesha na kukusaidia kuona yale ambayo Mungu anafanya ambayo hayaonekani katika macho ya kawaida, na yanaonekana kwa jicho la imani. Lakini pointi ya pili, ukishaona kile ambacho Mungu anafanya sasa katika ulimwengu wa roho, inakupa nafasi ya wewe kushiriki na kutenda pamoja na Bwana katika utekelezaji wa jambo hilo. Ukishaona kile Mungu anafanya katika ulimwengu wa roho, inakupa nafasi ya kushiriki na kutenda pamoja na Bwana katika utekelezaji wa jambo hilo. Kwa imani kwanza inakusaidia wewe uweze kujua nini Mungu anafanya kwa wakati huu kwenye maisha yako. Kwa sababu usipojua Mungu anafanya nini kwenye maisha yako kwa wakati huu, unaweza kuwa unalalamika, unaweza ukawa unaenda kinyume na Mungu anachofanya. Mungu anataka uende kushoto, unaenda kulia kwa sababu hujui. Mungu anakuambia kaa, unasimama. Mungu anakuambia luka, wewe unachuchumaa. Kwa hiyo imani ni jambo zuri sana kwa sababu inakuwezesha kuchungulia kwenye ulimwengu wa roho ili uweze kujua mambo gani Mungu anafanya kwenye maisha yako, mambo gani Mungu anafanya kwenye biashara yako wakati huu, mambo gani Mungu anafanya kwenye familia yako, kwenye huduma yako, kwenye career yako. Imani inakusaidia kujua. Nani ambaye hataki kujua yale Mungu anayofanya kwenye maisha yake? Naamini ndugu mtazamaji, unataka kujua yale Mungu anafanya kwenye maisha yako kwa wakati huu. Unajua unaweza ukawa unapitia kipindi ambacho ni changamoto, kipindi kigumu, lakini ukishajua Mungu anafanya nini, inakupa utulivu. Na sasa ukishajua, hiyo inakupa nafasi ya kuweza kushiriki na kuweza kutenda pamoja na Mungu katika utekelezaji wa jambo hilo. Wewe na Mungu mnakuwa sasa mnaenda
pamoja, na kwa hivyo utapata mafanikio, utapata ushindi. Na ndo hapo sasa kutembea kwako na Mungu na Ukristo wako utakuwa na maana, kwa sababu wewe na Mungu wote mnaenda pamoja. Maandiko yanasema waziwazi kwamba je, watu wawili waweza kwenda pamoja wasipopatana? Hapana. Hii sio tu kwa binadamu kwamba tunapaswa kuenenda pamoja mpaka tupatane. Hata Mungu huwezi kwenda na Mungu kama hujapatana naye. Kwa hiyo lazima upatane na Mungu kwanza. Sasa unawezaje kupatana na Mungu wakati haujui ajenda ya Mungu kwa wakati huo kwenye maisha yako? Lazima ujue Mungu anafanya nini kwenye maisha yako. Nini ni kipaumbele cha Mungu kwa wakati huo kwenye maisha yako? Kuna vingine vinaweza vikaonekana ni vibaya kwa sababu unatazama kwa macho haya, lakini ukitazama katika jicho la imani unasema wacha nivumilie, maana thawabu yangu mbele naiona kwa bora. Ndivyo maandiko yanavyosema kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba alisulubiwa, aliteswa, alipigwa uchi, aibu kubwa, lakini aliidharau ile aibu. Kwa sababu gani? Alichuchumilia, akatazama mbele, akaona thawabu, akaona matokeo ya kile ambacho anakifanya. Hiyo ikampa nguvu ya kuvumilia na kustahimili. Unazania Yusufu kwa nini aliweza kuvumilia ndugu zake kumsaliti, kutaka kumuua, baadaye kumtupa kwenye shimo na akauzwa kwa Ishmaeli, akaenda kwa Potifa, mke wa Potifa akataka compromise na Yusufu akakataa, akaacha hizo mambo yote ambayo angeweza kupata, akaamua kumheshimu Mungu hadi anakuja kufika kuwa waziri mkuu wa Misri. Unajua kwa sababu gani? Maandiko yanasema Bwana alikuwa pamoja na Yusufu na akamfanikisha katika njia zake zote. Yusufu alikuwa anaona Bwana yupo na mimi, na alikuwa kama alikuwa anaona Bwana yupo na mimi, maana alikuwa anaona Bwana anachokifanya kwenye maisha yake. Wakati huu Bwana ananipitisha kwenye haya ili kujenga tabia yangu, kunipa hekima ili nikiwa pale juu basi nisiweze kujua kwamba nimefika pale juu kwa nguvu zangu, lakini nimefika pale juu kwa uwezo wa Mungu. Na unakiona hiko Yusufu mbele za Farao, anasema mfalme na atafute mtu, na akasema Mungu ndio ambaye anatafsiri ndoto, kwa sababu anajua. Daudi amemiminiwa mafuta na Samueli, lakini ilichukua takriban zaidi ya miaka 17 hadi anakuja kukalia kiti kwa kutawala kwanza pale Hebron. Lakini kila mara Daudi alikuwa anatambua haya ni maandalizi. Kwa hiyo imani inakuwezesha wewe kuwa na utulivu, kuweza kufocus. Hata kama utakuwa unateseka sasa hivi, utakuwa unasema hii ina thamani, maana najua kesho yangu ni bora. Imani inakusaidia kuwa na utulivu na utaweza kushinda instant gratification. Hautaanza kupretend kwa sababu hujafika bado. Vijana wa siku hizi wanataka instant gratification. Delayed gratification ni ngumu. Huwezi kuwa na delayed gratification kama hauna imani, kwa sababu imani inakupa uhakika wa kesho. Yamkini leo unazalauliwa, unaonekana bado, lakini imani itakwambia kesho yako ni njema, endelea kupush. Ndio maana sasa nimekuwekea hizi point kwamba jambo la kwanza, imani inakusaidia kujua kile Mungu anafanya kwenye maisha yako. Ukijua basi utaweza kushiriki katika utendaji na utekelezaji jambo hilo. Sasa nataka tukaangalie mifano minne ya watu wanne katika maandiko. Mfano wa kwanza nataka tukaangalie mfano katika kitabu kile cha Luka mtakatifu, ile sura ya 2, ule mstari wa 25, lakini pia tutasoma pia na mstari wa 36. Mstari wa 25 unasema, natazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, hasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako. Huyu ni mtu ambaye aliona kutoka kwenye nabii, kutoka kwenye unabii ambao ulikuwa umetolewa na manabii wengi huko nyuma, wakina Isaya, Daudi. Alikuwa ameona kwamba kwenye Torati inazungumza juu ya Yesu. Kwa hiyo akawa ameona kwa jicho la imani hizi habari. Bado zilikuwa zijatokea, lakini aliona, kwa alidumu kuliombea hilo jambo. Unaona? Na mbingu zikamtambua.
Lakini pia unaona kwenye mstari wa 36 maandiko yanasema palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mjano wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Hawa ni watu wawili ambao waliona tokea mbali kuzaliwa kwa Yesu. Ni kama walichumilia wakaona kuzaliwa kwa Yesu, na wakadumu katika kuomba, kuliombea hilo jambo litokee. Na hilo jambo lilipotokea, Roho Mtakatifu akawaongoza kwenda kuona kile ambacho walikuwa wanakiombea. Kwa hiyo jambo la kwanza, waliona kwamba kuna unabii wa Kristo kuzaliwa. Kwa hiyo hawakuishia tu kufurahia Kristo atazaliwa, ataitwa mfalme wa ajabu, Bwana mwenye nguvu, mfalme wa amani. Walienda mbele zaidi, wakawa wanaomba. Maandiko yanasema alidumu kuomba kwa miaka mingi. Wanaombea unabii, wanaombea. Maanake wanashiriki katika utekelezaji. Jambo lolote la kimungu duniani linahitaji wanadamu waweze kushiriki. Hata kuzaliwa kwa Yesu hakutokea tu bam bam, kuna wanadamu walishiriki ili kuhakikisha kwamba linatokea. Na wanadamu tunaoona hapa kwenye maandiko ni Simeoni pamoja na Ana binti Fanueli. Kwa hiyo jambo la kwanza waliona, jambo la pili wakaingia katika kazi kuomba ili hilo jambo liweze kutokea. Sasa hayo yanafanyika kwa imani. Kwanza uone kwa jicho la imani hizo habari juu ya hayo yatakayotokea, alafu sasa uingie katika utekelezaji pamoja na Bwana, aidha kwa kuomba, aidha kwa sadaka, kwa namna yote ile, kuhakikisha kwamba hilo jambo linafanikiwa. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo, macho yako yafumbuke uweze kuona katika ulimwengu wa roho yale Mungu anayofanya kwenye maisha yako, na uweze kuwa tayari kushiriki katika utendaji na utekelezaji jambo hilo kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye huduma, kwenye kila eneo ambalo utakuwa umeona katika ulimwengu wa roho. Iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama unaamini sema amen. Mfano wa pili, nataka nikuonyeshe pia jambo moja lililotokea wakati wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Misri. Waliongezeka sana. Yule mfalme akaogopa, yule Farao akaogopa, akasema hawa wengi sana hawa. Akashauriana na kabineti yake, wakasema sasa hawa inatakiwa kila mtoto atakayezaliwa wa kiume afe, tumuue. Watoto wote wa Kiebrania watakaozaliwa inatakiwa wauliwe, ila wakizaliwa wa kike basi hao wataachwa kuwa hai. Na hiyo tunaipata kutoka kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya kwanza mstari ule wa 22. Nitaomba hapo nikusomee Kutoka 1:22. Maandiko yanasema, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa motoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi. Kwa hiyo hii amri ikaanza kutekelezwa. Kila mtoto aliyezaliwa kutoka kwenye familia za Kiebrania aliuliwa. Nikuhakikishie, wanawake wote na wamama wote wa Kiebrania waliona kwamba wao katika kipindi hiki ni kipindi kibaya cha hatari kuliko kipindi kingine chochote kwenye maisha yao, kwa sababu wanazaa watoto wanauliwa, Lilikuwa ni jambo baya sana, na wote watakuwa walikonkludi kwamba sisi hatuna bahati. Kama leo tungesema kama sisi ndio tungekuwa labda ni au Gen Z, afu kuna amri watoto wetu wafe, tungesema Gen Z tunamkosi, millennia wana bahati, those generation wengine wana bahati. Sisi tukeji-identify kwamba kizazi ambacho hakina bahati. Kwa nini watoto wetu wanauliwa? Kwa walikuwa kwenye taabu kubwa. Ilikuwa inaonekana ni total darkness. Ilikuwa inaonekana ni wakati mbaya sana katika historia ya taifa lao. Na hakuna tukio baya ambalo limewahi kutokea kwa Waebrania hadi at that moment kama hii habari. Maana hapa unaua watoto wa kiume wa Kiebrania, maana yake unaua uzazi
Maanake unafanya tunasema ethnicity cleansing, maanake unafuta kizazi kabisa. Ilikuwa jambo baya sana, lakini nikuhakikishie behind the scene Mungu alikuwa ndo kipindi hiko Musa anazaliwa, na huyo Musa ndo atakuja kuwakomboa. Kwa wakati wanalia kwamba hiki kipindi ndo kipindi kibaya, watoto wanakufa, at that moment Mungu anaachilia mkombozi atakaye kuja kuwaokoa. Unaweza kuwa unapitia jambo baya sana, lakini behind the scene, nyuma ya pazia, Mungu ameachilia jambo jema sana kwako. Victories start in the dark. Ushindi unaanzia katika giza. Maandiko yanasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kwa nini Mungu anaanza siku jioni, giza linapoanza? Alafu ghafla ndio tunaenda katika nuru. Victory start in the darkness. Ushindi unaanza katika giza. Kama unapitia kipindi cha giza, muamini Mungu. Muombe Mungu akuonyeshe kile anachofanya kwenye maisha yako. Basi utapata nguvu ya kuweza kuvumilia na kupusha diko kipindi kiweze kupita. Lakini mfano mwingine unafanana na huo. Yesu Kristo amezaliwa. Ghafla Herode anatoa amri, watoto wote wa Kiisraeli wauliwe. Tena hii ilikuwa na yenyewe ni jambo baya. Watu wote wakawa wanalia, watoto wengi wakafa. Wana Israeli wakasema kile kilichotokea tulipokuwa Misri ndicho kinachotokea sasa. Hawakujua behind the scene Yesu Kristo Mwokozi wetu ndo anazaliwa. Hawakujua wakati watoto wengine wanauliwa, wakati kunaonekana ndo giza, kunaonekana kuna vurugu, taflani, shida kubwa sana. Watoto wanauliwa, kila mtu anasema bora nisingezaliwa, bora nisingeshika hii mimba. Kwa nini shika hii mimba na watoto wanakufa? Watu kilio kote kote, lakini kipindi hiko nyuma ya pazia silently Kristo anazaliwa. Mambo ya Mungu hayana kelele. Satan play catch up. Shetani anafanya vitu vyake kwa sauti, lakini mambo ya Mungu ni shua, lakini yanaenda silent. Yesu Kristo Mwokozi wetu, mfalme wa falme, alizaliwa sio kuwa mfalme, amezaliwa mfalme. Hajazaliwa ili awe mfalme, amezaliwa mfalme. Anazaliwa katika hali ya utulivu. Usione kama upo kwenye giza na ukazania giza litadumu siku zote. No. Asubuhi yako inakuja. Na asubuhi yako ikaje kwenye maisha yako katika kila eneo. Iwe katika afya, inaachilia nguvu ya uponyaji wa Mungu katika mwili wako. Ugonjwa ninakuamuru toweka katika mwili huo sasa katika jina la Yesu Kristo. Umepoteza amani na tumaini, amani ya Mungu ikufunike kama umande. Umepoteza tumaini, Roho Mtakatifu arejeshe tumaini ndani yako. Giza unalopitia sio mwisho. Mungu hajamaliza na wewe. Muda mwingine usimpe shetani headlines. Shetani anakuja kwako kukuonyesha kana kwamba maisha yako yameisha. Mwambie njoo. Zungumza naye, mwambie unajaribu kunionyesha kwamba maisha yangu yameharibika wala siwezi kusimama. Lakini mimi najua mtetezi wangu yu hai. Aliyeanzisha safari hii ataikamilisha. Na nitaona nuru tena. Lakini nachojua ambacho ni hakika ni kwamba wewe ni mpumbavu na mjinga. Ulikuwa kule mbinguni, ukazania unaweza kuwa zaidi ya Mungu. Ukamuasi Mungu na ukatupwa. Na hauwezi tena kurudi kule katika utukufu ambao ulikuwa nao. Mimi na wewe ndio umepoteza. Muda mwingine show to Satan that you are spiritually intelligent. Muonyeshe kwamba unajua yeye ni nani. Yeye anajaribu kuzungumza na wewe kukuonyesha kana kwamba maisha yako yameharibika, hayafai. Na wewe zungumza naye, mwambie najua you are a fool, you are a stupid loser. Najua umepoteza nafasi yako. You are envy. Una wivu na mimi. Unaona kesho yangu ni njema. Unaona mwisho wangu ni kwenda mbinguni kuwa pamoja na Baba. Unataka univute nije kwako. Mwambie siwezi kuja. Muda mwingine uhitaji kuomba. You need to have spiritual intelligent talk with Satan. Mwambie njoo.
I have histories with my God. Mwambie nina historia na Mungu wangu. Mungu wangu hawezi kuniacha. Maandiko yanasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Zungumza naye. Ujai kuwa kwenye situation una feel like mapepo ni kama mapepo toka unamtaka shetani mwenyewe umkude, umpige. Mwambie. Show you are spiritually intelligent. Yesu alimuonyesha shetani kwamba he is super intelligent pale katika majaribu yale baada ya mfungo wa siku 40 nyikani. Kila shetani akileta jaribio, Yesu anapankua spiritual intelligence. Pa. Shetani, maandiko yanasemaje? Shetani akamwacha Yesu kwa kitambo. Akasema hii hekima mimi siwezi. Akakimbia. Talk to him. Mwambie. Unapaswa kuongea naye, kumwambia come. Wala una haja ya kumogopa shetani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuenenda. Sasa jambo la mwisho ambalo nataka nikuonyeshe, imani ndiyo msingi wa ushindi wetu. Nataka nikakuonyeshe mambo kadhaa katika kitabu cha Waebrania sura ya 11. Naitaga Biblical Faith Fame, kusanyiko la kibibilia la washindi wa imani. Maandiko yanaanza kwa kutuonyesha jinsi watu walivyofanya mambo na kupata ushindi kwa imani katika mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, maandiko yanatuonyesha kwenye utoaji wa sadaka kwamba imani katika utoaji wa sadaka kwamba kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo japokuwa amekufa angali akinena. Sadaka ya Habili ilikuwa bora kwa sababu alitoa kwa imani. Lakini maandiko yanatueleza kwamba kwa imani tunampendeza Mungu. Katika mstari ule wa 5 unaona maandiko yanasema Henoko kabla hajahamishwa alikuwa ameshuhudiwa amempendeza Mungu. Alimpendezaje Mungu? Maandiko yanatueleza katika Waebrania waziwazi hapa mstari wa 6 kwamba pasipo imani hakuna kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Habil alipata ushindi kwa utoaji wa sadaka kwa sababu alitoa kwa imani. Henoko aliishi kwa imani, kwa hivyo alimpendeza Mungu. Lakini imani inatusaidia sisi kutuonya juu ya mambo ambayo bado hayajatokea na kutupa mpango na mkakati jinsi wa kuweza kujiandaa ili yakija kutokea tuweze kushinda. Ndio maandiko yanasema kwa habari ya Nuhu. Maandiko yanasema kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa. Unaona imani. Kila mtu kwa namna yake. Habili sadaka, Henoko kumpendeza Mungu, Nuhu kwa kuonywa juu ya mambo na hatari inayokuja huko mbele. Unakuja kuona kule mbele kwamba kwa imani Sara alipokea uwezo wa kubeba mimba. Kwa imani inaweza kuleta uwezo ambao tayari umeshapotea kibinadamu. Hilo jambo haliwezi tena kutokea kwenye maisha yako. Lakini imani inakusaidia. Ukiangalia ule mstari wa 10 maandiko yanasema, mstari wa 11, kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa maana alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Umepoteza uwezo fulani, imani inaleta huo uwezo. Madaktari wamekwambia huwezi kushika mimba, huwezi kuzaa mtoto. Sema kama Sara alipokea, na mimi naweza kupokea. Tamka na utabeba mimba katika jina la Yesu Kristo. Maandiko pia yanaeleza waziwazi kwamba kwa imani tunabariki. Kwenye mstari ule wa 21 maandiko yanasema kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akabariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akigemea kichwa cha fimbo yake. Kwa imani tunabariki. Haleluya. Lakini pia maandiko yanasema kwa imani Musa alifichwa alipozaliwa. Musa alifichwa kwa imani. Unaona?
Kwa hiyo kwenye Biblia kuna mifano mingi. Maandiko yanasema kwa imani wana wa Israeli walipita bahari ya Shamu. Wamisri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Unadhania wana wa Israeli wanapita kwenye bahari ya Shamu ile? Maandiko yanasema kwa imani walipita bahari ya Shamu salama. Wamisri walipojaribu wakatoswa. Utofauti yake ni nini? Kilichofanya Wamisri watoswe ni kwa sababu wana wa Israeli walivuka kwa imani. Wamisri walivuka kwa sababu wanaona kuna njia. Unaona tofauti huo? Imani iliwasaidia wana wa Israeli kuvuka. Lakini pia maandiko yanasema kwa imani kuta za Yeriko zilianguka zilipozunguka kwa siku 7. Kuta za Yeriko hazikuzunguka kwa sababu ya ile sauti ile siku ya 7, ila kwa imani. Ndio maana tukisema Bwana Yesu asifiwe, unatakiwa useme Bwana Yesu asifiwe kwa imani. Tukisema tumsifu Bwana, tupige makofi, fanya kwa imani. Haleluya. Sasa hiyo ni mifano ya watu ambao walipata ushindi. Nataka nikuonyeshe tena hapa kuanzia mstari wa 32, nikusomea maandiko jinsi yanavyosema. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 32, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na za Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani, nataka twende hapo, ambao kwa imani, 1, walishinda milki za wafalme; 2, walitenda haki; 3, walipata ahadi; 4, walifunga vinywa vya simba; 5, walizima nguvu za moto; waliokoka na makali ya upanga; walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu; walikuwa hodari katika vita; walikimbiza majeshi ya wageni; wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa; lakini wengi waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka, kwa mapigo, naam, kwa mafungo na kutoa gerezani; walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga; walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi; walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao; walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pamoja na sisi. Tukisoma maandiko tunaona Danieli anatupwa kwenye pango lile la simba. Afu tunaona wale simba hawamzuru Danieli. Lakini huku maandiko yanatuonyesha siri iliyofanya Danieli wale simba wasimzuru. Maandiko yanasema hivi, ambao kwa imani walifunga vinywa vya simba. Kwa hiyo Danieli anavyotupwa, imani ya Danieli ndo ilifunga vinywa vya simba. Sio kwamba Mungu automatic ndo alifunga vinywa vya wale simba, hapana. Danieli imani yake ndo ilifunga vinywa vya simba. Maandiko yanasema walizima miale ya moto. Shadrach, Meshach na Abednego walivyoingizwa kwenye tanuru la moto, imani yao ilizima ile miale. Ile miale haikuwa tena na nguvu. Ukisoma kule hauwezi kuona kitu cha imani, lakini maandiko yanatueleza imani ilikuwa kazini. Maandiko yanasema kwa imani walishinda milki za wafalme. Kwa imani wanawake walipokea watoto wao ambao walikuwa wamekufa. Maandiko yanasema wengine kwa sababu ya imani yao waliteswa, waliambiwa msaliti Mungu, wakasema hatuwezi kumkufuru Mungu, wakateswa, wakafa kwa sababu ya imani yao. Imani inatusaidia kuwa na endurance, kuwa na uvumilivu, kuwa tayari kufa, kwa sababu inatuwezesha kuona thawabu iliyo ya mbele. Kwa imani ni jambo la msingi sana. Ndugu mtazamaji, unataka ushindi kwenye maisha yako, unataka ushindi kwenye ndoa yako, unataka ushindi kwenye biashara yako, imani ni jambo la msingi. Kwa hiyo katika series ya masomo yote 6 haya tumejifunza nini maana ya imani. Tumejifunza maana ya umuhimu wa imani. Tumeangalia utofauti kati ya kuamini na imani, utofauti kati ya faith and belief. Tumeangalia duality of existence, kujua kwamba tunaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili tofauti. Tumeweza kuangalia jinsi gani tunaweza kuishi kwa imani kupata ushindi, na leo nimekuonyesha waziwazi jinsi watu walivyoshinda katika Biblia na jinsi imani inaweza kujulisha mambo ambayo Mungu anafanya katika ulimwengu wa roho na kukuposition wewe uweze kushiriki katika utekelezaji na utendaji wa kukamilisha ajenda za kimungu.
Kwa masomo haya yote 6, naamini ukisikiliza vizuri mara 1, mara 2, mara 3, maana imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa Mungu. Faith come by hearing and hearing by the word of God. Hearing is the present tense, continuous and infinitum. The more you hear, the more you will have more faith. Kwa hiyo fuatilia, rudi kwenye kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, sikiliza, uliza hata swali kwenye comment, toa shuhuda yako jinsi gani series hii imekubariki, na kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya jambo jema na maisha yako yatakuwa bora zaidi. Napenda nikukaribishe sasa tunaenda kusali sala fupi hii ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa ulimtoa Yesu Kristo mwana wako kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na akafufuka ile siku ya 3 na kupaa ili mimi nipewe haki, ili mimi nistakilishwe kuwa sehemu ya watoto wako. Bwana Yesu, ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ni mwana wa Mungu. Shetani na kukataa na mambo yako yote. Roho Mtakatifu, niwezeshe kuishi kwa imani, maana mimi ni mwenye haki. Niwezeshe kuishi maisha ya ushindi, maana mimi ni mtu wa Mungu, nina ushindi wa ulimwengu kwa imani. Lakini pia ninavipiga vita vizuri vya imani. Baba, ninasema asante. Amen. Kama umesali sala hiyo, nikutangazie tu kwamba umeokoka. Mungu anakupenda. Tafuta, kama una kanisa lako unasali, basi usiache kwenda kusali kila mahali kwenye ibada. Kama una kanisa la kusali, tafuta mahali pa kusali ili sasa uzidi kuokolewa wokovu, uzidi kusikiana na Mungu na kujumuika na Wakristo wengine. Maana sisi wote ni kaka na dada. Kaka mkubwa ni Yesu pale. Maandiko yanasema yeye ni ndugu yetu sisi, mzaliwa wa kwanza kwetu sisi. Mungu akubariki. Nilikuwa pamoja nawe katika series yetu hii tunayojifunza Fundamental Principles of Faith, kanuni za msingi za imani. Naitwa mtumishi wa Mungu Christopher Sanga. Nakupenda na Mungu akubariki. Tuonane wakati ujao. Amen.